huyu mwanangu alikuwa akimtii na kumsikiliza mke wake zaidi kuliko mimi mama yake. Huyu alikuwa akininyanyasa, huyu alikuwa haongei na mimi maneno mazuri, huyu mtoto alikuwa mimi akininyanyapaa duniani, huyu hapa duniani. Allahu akbar. Hali hiyo ipo. Wapo watu, baadhi ya watu hana habari na mama yake mzazi, eti kwa sababu amempata mwanamke na yuko tayari asimsikilize mama yake kwa ajili ya mwanamke. Wapo watu wa namna hiyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, la yastaqimu lisanuhu bishahadati hatta tarudhi anhu. Hali ya mwanao haiko vizuri mama. Kama unavyomtizama na kumwangalia mwanao, hali yake ni tete, ni dhuful hal, unamwangalia hali iliyopo kwa mwanao sio nzuri. Njia anayoenda na safari anayoenda haiko sawa, njia anayoelekea sio nzuri, njia imekuwa na vikwazo vizito kabisa. Wa kuweza kumwondoshea vikwazo hivyo si mwingine isipokuwa ni wewe mama yake mzazi. Allahu akbar. Akamwambia, hivi sasa mtoto wako huyu hawezi kunyanyua ulimi wake kutamka shahada mpaka utakapomridhia wewe. Kwa hiyo sasa uchague mwanao aende hivyo hivyo na hali ngumu hii, au uweze kumridhia mtoto wako mwanao aweze kwenda salama safari yake. Subhanallah. Sikiliza maneno ya mama. Alisemaje mama Alqama? Akasema, ya Rasulullah, qad ghafaltu lahu wa raditu anhu fi sabilillah. Uchungu wa mama kwa mwana. Mama akasema, ya Rasulullah, wallahi siko tayari mimi kumuona mwanangu anaelekea na anaondoka katika hali hii ambayo nilikuwa nayo. Nimemuona mwanangu, mazingira aliyokuwa nayo mtoto wangu sio mazingira mazuri haya. Subhanallah. Akasema, ya Rasulullah, ninatamka ninasema hakika nimemridhia na nimemsamehe mwanangu, waende salama salimini. Huyo mke wako leo ukiwa katika hali na mashakil na masaibu, unahitaji msaada, anaweza akasimama mbali na wewe, anakuangalia, anasema ngoja kimlambe yule. Lakini mama yuko tayari na hali yako yoyote uliyokuwa nayo akushughulikie, hata kama haja zote hapo hapo, mama yuko tayari kumshughulikia mwanae, hata kama wewe ni mkubwa namna gani. Uchungu wa mama. Ndio mmoja, mwanae ni mwizi maarufu katika mahala au katika jamii, amekata tamaa, amepelekewa kesi, akaambiwa mwanao hapa mtaani ni mwizi mkubwa, kesi kila siku, mama hana raha. Akasema, sasa mtakachoamua kumfanya mfanyeni huyo, nishachoka mimi mama. Siku ya siku mtoto akaiba. Baada ya kuiba wakamkamata. Baada ya kumkamata wamechukua matairi na mapetroli, wamchome, wamunguze moto, wamchome. Mama anapata habari huko mwanao anachoma moto huko. Mama akasema, siko tayari. Alikimbia mbio, akawaacha wengine watoto wadogo, akaenda na akaelekea mpaka sehemu ya tukio. Anafika na yeye anajiingiza kwenye tairi ile, anasema, na mimi nataka nimwagiwe hayo mafuta hapa, ninakufa na mwanangu, siko tayari kumuona mwanangu anakufa. Uchungu wa mama huyo. Yuko tayari na yeye afariki, yuko tayari na yeye afe kwa ajili ya mwanae. Uchungu wa mama. Mama akasema, nimemridhia mwanangu. Falamma sami'at almalaikatu ridhaha wa qawlaha intalaqa lisanuhu fil hali thumma yaqulu ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah thumma mat. Malaika waliposikia kauli ya huyu mama na kumridhia mwanae na kumsamehe mtoto wake, ulimi wake ukafunguka pale pale na mtoto akatamka shahada. Alqama akatamka shahada, kisha akafariki dunia. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ridhallahi fi ridhal walidaini. Jamani, hakikisheni ya kuwa radhi za wazazi wawili, radhi za Allah zipo katika radhi za wazazi wawili. Sikiliza maneno haya mazito. Ili Allah kuridhie wewe mtoto, uhakikishe ya kuwa wazazi wako wawili wako na radhi na wewe. Ni wangapi leo mzazi yuko kijijini huko, maisha yake ni pangu pakavu, mtoto unakula bata na kuku mjini, huna habari na mzazi wako, humkumbuki. Wale ambao wazazi wao wako hai, amemtupa mama yake, hajui mama yake anaishi maisha gani. Mjini anaishi nyumba nzuri kabisa ambayo ina tilizi na kiyoyozi na kila kitu, lakini mama yake anaishi kwenye nyumba ya nyasi ambayo ni jusi, akipika chakula anakula nao. Subhanallah. Ameridhika tu, anakula bata. Lakini mama katika malezi, wakati anakulea wewe, alikuwa hali bata vizuri kwa ajili yako, halali mama kwa ajili yako wewe mtoto. Leo sasa wewe ndio kidume, umepata mwanamke mzuri, unaona hakuna mwanamke kama mke wangu, unamsahau mama yako mzazi. Sisemi kwamba watu muwe katika hali ya kutowapenda wake zenu wala kuwasikiliza wake zenu. Ninachozungumza ni wale ambao wamekuwa
ni mabakhili wa tabia katika kuwakumbuka mama zao. Kuna mwingine mama anaona sasa hapa nimemisi mwanangu, shughuli kazi zake zimekuwa nyingi mjini, ngoja niende nikamtembelee. Akija nyumbani jau, unaona anakunyima uhuru wewe na mke wako. Ndugu Waislamu, lakini Mtume akasema wasakhatullahi fi sakhatil walidaini, na hasira za Allah zipo katika hasira za wazazi wawili. Naam, mzazi akikukasirikia ndugu yangu, tambua hakika hata Allah amekukasirikia. Hilo ujue hivyo. Wakati mwingine unatafuta maisha magumu, mambo hayaendi, kumbe mama mzazi wako ana kinyongo, ana jambo katika nafsi yako na wewe. Na alafu Allah amewapa subira sana wazazi. Anaweza akawa na kidukuduku kwenye moyo, ana dukuduku kwenye moyo, wala hakuambii, anabaki nalo tu. Wewe unahangaika huku na kule. Rudi kijijini, kamwambie mama na amekuja rasmi, na kuomba unishike kichwa mwanao, hali maisha yamekuwa tete, naomba radhi zako. Akuridhia, kushike mkono, akwambie mwanangu, sasa inshallah Mwenyezi Mungu atakufungulia. Akuridhie, uone Mwenyezi Mungu atakavyokupa baraka.